Tuwasifu milele Mama Maria, mama wa wote na wala hambagui yeyote. Mpendwa Baba Dekano, mpendwa Baba Paroko, maparoko, kwa namna pekee sana nikutambue Baba Mlezi wa Legio katika kanda yetu ya kati, mpendwa frateli, watumishi wa altare, watawa ambao kwa upendo mkubwa nimeona ni vizuri kuwasindikiza wana Legio hawa katika sherehe hii kubwa kabisa ya ACHES, lakini pia wakilishi wa halmashauri ya walei jimbo na viongozi wa Legio katika ngazi mbalimbali, wana Legio wote na waseminaristi wetu ambao pia nanyi ni wana Legio na wote ambao tumejumuika humu. Kristo. Leo ni siku ya muhimu na ya pekee sana kwetu sisi wana utume wa Legio. So tunapata nafasi nzuri na muhimu ya kuendelea kujipiaisha upya katika roho zetu kwa sherehe hii tunaporudia ahadi zetu. Ndio maana neno la Mungu sehemu ya kwanza linajaribu kumuonyesha huyu mama Bikira Maria ni nani na nini lengo lake kubwa atakalokuja kufanya. Kwa kumtumia nabii Isaya, tayari utabiri wake unakamilika kwa Ahazi, wakiwa anadai ishara. Nasema ishara itakayotokea ni ya huyo mwanamke ambaye atachukua mimba na kumzaa mwana, naye huyo mwana ataitwa jina Emanueli. Mwanamke huyu anayetabiriwa na nabii Isaya takriban zaidi ya miaka 720 na ni mama yetu Bikira Maria. Kabla ya kuzaliwa Kristo miaka 700 na alitabiriwa mama yetu Bikira Maria na nabii Isaya mbele ya ule uongozi wa kina Ahazi. Kwa hiyo mama alianza kuwa katika mpango wa Mungu tangu mwanzo, na hasa baada ya pale dhambi ilipoingia na ikaonekana kuwa katika somo letu la pili lile tumelisikia na kutoka katika kitabu cha Waebrania kuwa mwanadamu hakuweza kukombolewa kwa damu ya mnyama, hakuweza kukombolewa kwa sadaka mbalimbali zilizotolewa. Wamefanya mambo mengi, wamesali, wamehangaika huku na kule, lakini haikuonekana sadaka ambayo inaweza kuondoa dhambi iliyotendeka ili mwanadamu asife milele. Na ndiyo maana wakati ulipotimia, Waebrania anatueleza wazi kuwa huyu mama, huyu mwanamke ambaye ni Bikira Maria akaja akatuzalia Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ni Mungu mwana ambaye alikuja kwa wakati wake. Yeye ni wa milele, lakini duniani alikuja kwa wakati wake ili amkomboe mwanadamu kutoka katika dhiki. Na ndio sadaka pekee, ndio sadaka kubwa, na haitarudiwa tena sadaka hiyo, kwa sababu ilifanyika mara moja na basi, na ikatosha kuondoa dhambi za mwanadamu. Swali linakuja kuwa kama mwanadamu alishakombolewa hivyo, kwa nini tunaendelea kutenda dhambi? Kwa nini tunaendelea? Haya ni mahangaiko. Tayari tumeshakombolewa, na kwa sakramenti ambazo tunapokea kama za ubatizo zinaondoa dhambi ya asili, lakini makovu yanakuwepo. Ila kama Agustino anavyotuhimiza na kutusisitiza, Mtakatifu Agustino haipo, anatuambia wazi kuwa Mungu aliyetuumba sisi pasipo sisi na alimtuma mwanae kutukomboa sisi kutokana na dhambi. Lakini ukombozi wa mtu binafsi mmoja mmoja, kila mmoja wetu anapaswa kuushughulikia. Kwa hiyo ukombozi wa jumla tuliupata kwa kupitia mama yetu Bikira Maria aliyetuzalia Bwana wetu Yesu Kristo. Ukombozi wangu binafsi na wako binafsi, wewe lazima ushughulikie
ili uweze kupata na wewe na uweze kufurahia. Ndio maana masomo yetu haya yanajaribu kutuweka wazi kuelewa kuwa mama huyu ni nani na yuko wapi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii, kwa sherehe hii ya Achesi ambayo mwaka huu tumechagua na tumekubaliwa kuifanya katika parokia hii. Tunamshukuru kwa namna pekee pia baba paroko kwa upendo wake mkubwa. Natambua wazi kuwa tungeifanya siku chache zilizopita, lakini alitamani kuwepo pamoja nasi katika tukio hili, na kwa sababu alishakuwa na ratiba nyingine ya nje ya hapa, tuliamua kuheshimu wazo lake zuri na la kicho, na tukakubaliana kukutana hapa siku hii ya leo. Lakini hii siku ya Achesi, neno la Kilatini ambalo linamaanisha kuwa jeshi lililo tayari kupigana. Jeshi hili ni sisi sote, ni jeshi la Mama Maria ambalo liko tayari kupigana. Tunapigania nini na ni jeshi la nini? Ni jeshi ambalo linakusudia kuleta mapambano dhidi ya uovu, dhidi ya dhambi, tukiwa kinara wetu yuko pale mbele, mama yetu Bikira Maria. Kwa mlejio yeyote anaitwa kushinda uovu, kushinda dhambi, kupigana nayo, kwa sababu ni katika hiyo ndio maana tuko hapa. Sasa mlejio ambaye anashiriki yeye mwenyewe katika kutenda au kuongezea dhambi anakosea, kwa sababu tunapaswa sisi kupambana na kushinda maovu, yaani kushinda dhambi ambazo kwa hakika ulimwengu mzima unahangaika. Katika nyakati za leo tunayo mambo mengi ambayo ni kama sehemu ya dhambi ambayo hata jamii inahalalisha na kufanya kama ni vitu vya kawaida. Hivi ndivyo ambavyo wanalejio tunapaswa kuwa na jicho la imani na kwenda kukemea uovu huo. Yapo manyanyaso ya namna mbalimbali, manyanyaso katika ngazi ya familia, manyanyaso katika jamii, lakini hata labda manyanyaso katika kanisa. Mlejio unapaswa kusimama na kuwa sehemu ya kuondoa manyanyaso haya na wala sio sehemu ya kuongeza manyanyaso haya. Tuna manyanyaso ya kijinsia, tuna manyanyaso katika mambo ya shule, manyanyaso katika mambo ya kimaadili. Haya yote yanatuchafua, ambayo yanasababisha sisi tuendelee kutenda dhambi, na tunatakiwa kutoka katika hali hiyo ya dhambi. Kwa hiyo Achesi ya leo itukumbushe pia wajibu wetu wa msingi na wa pekee wa kuwa sisi ni jeshi, na kama jeshi lazima tukaungana. Jeshi ambalo halina muungano haliwezi kushinda vita. Jeshi lenye muungano, linalopanga pamoja, linalofanya mazoezi pamoja na linalochukua silaha pamoja kwenda kushinda, hili linashinda. Lakini jeshi ambalo kila mmoja ana uwanja wake wa mazoezi, kila mmoja ana mtindo wake wa kutafuta silaha, halafu pia anaenda kupambana kwenye uwanja ambao kila mmoja yuko peke yake, huwezi kushinda. Siku zote umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu, walituambia wazee wetu. Kwa hiyo sisi leo tunakumbushwa ni jeshi. Wanajeshi wetu uonekane katika umoja wetu, mshikamano wetu na nguvu yetu ya pamoja, ambayo nguvu yetu ya pamoja ni sala, ni nguvu ya sala. Tukisali, tukishiriki kwa pamoja, tutashinda vita hii kubwa ambayo inamnyemelea mwanadamu kila siku inayoitwa leo. Katika siku hii ya Achesi linatumika jina hilo pia Achesi kueleza umuhimu wa wanalejio kukusanyika leo na kurudia ahadi zao za uaminifu kwa Mama Bikira Maria, Malkia wa Lejio, na kupata nguvu na baraka kutoka kwake kwa kazi ya mwaka mwingine,
ya kushindana na nguvu za uovu. Nguvu tulizozipata mwaka jana, nakumbuka mwaka jana tulikuwa kule Mpwapwa, sasa inawezekana zikawa zinapungua. Leo tunaitwa tena kupata nguvu mpya, neema na baraka tunapounganika kwa pamoja, ili kuchota hizo zitusaidie kusafiri kwa umoja na uaminifu katika utume wetu kwa muda wa mwaka mzima. Kwa tuone ni tukio la pekee la maana na linalotupa nguvu sisi mpya ya kudumu katika utume wetu. Achesi ndio shughuli kubwa sana ya mwaka katika sisi wanarejio. Cha msingi katika rejio ni kufanya kazi kwa kushirikiana na Maria kwa kumtegemea yeye aliye malkia wa rejio. Yeye ndio malkia wa jeshi hili. Yeye ndio mwenye nguvu katika jeshi hili. Tukishirikiana naye tutapata nguvu. Tukitengana naye tutapoteza na tutapigwa vibaya sana. Achesi manake ni kutangaza wazi ushirikiano na utegemeo huo wa mama yetu Bikira Maria. Ndio kurudia kwa mara nyingine kuwa heshima, mrejeo mmoja na wote pamoja, ile ahadi ya uaminifu. Inawezekana hatukuwa waaminifu hapa katikati, tumerudi nyuma, tumekuwa wadhaifu na walegevu. Sasa leo tunaitwa na kuimarishwa kurudia tena ahadi zetu za uaminifu. Ni wazi kuwa wale warejeo wana uwezo wa kuhudhuria na wakakosea hapa na pale, lakini leo nguvu ya Roho Mtakatifu tena inatuhuisha na kutupatia nguvu ya kuendelea mbele. Matukio ya msingi katika siku hii ya leo, kwanza ni hilo la kujiweka wakfu. Ni la msingi sana na ni la pekee kwa kila mrejeo. Unajiweka wakfu, kila mwanachama husimama mbele, tutakuja hapa mbele na kugusa sanamu ya mama yetu Bikira Maria, tukisema kwa maneno yale ya Kilatini ambayo yametafsiriwa sasa Kiswahili, kwa ewe malkia wangu, mimi ni wangu wote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Hii ukishika na kugusa na kufanya hivyo, unajiweka wakfu, unajiaminisha, unajiombea neema na baraka, na unazipata hizo zikusaidie kusafiri kwa mwaka mzima. Lakini la pili, lengo la pili la rejeo la kiroho ni kujenga umoja, kupata baraka na nguvu za kiroho kutoka kwa mama Bikira Maria, ambaye yeye anazipata moja kwa moja kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, zinapita kwake, tunazipokea sisi ili tuweze kudumu katika utume wetu na kupambana na maovu kwa mwaka mzima. Kwa hiyo mrejeo ni lazima upende kusali. Mrejeo sifa yetu kubwa iwe ni sala, iwe ni mshikamano, iwe ni amani na nguvu. Wanarejeo wanaalikwa kwa namna ya pekee sana kusafiri katika ulimwengu wa sala, kuwapokea wengine, kuombea madhaifu mbalimbali, na yapo mengi. Kuna ufisadi, kuna rushwa, kuna magumu mbalimbali, familia zinasambaratika. Ni jukumu lako wewe na mimi kusimama na kusali kwa ajili hiyo, kumwomba mama yetu Bikira Maria atuombee kwa mwanaye tuyashinde haya. Kwa hiyo wanarejeo mnaitwa kushinda uovu. Wanarejeo mnaitwa kuwa watu wa sala. Wanarejeo unaitwa kupenda kuwa karibu na mama Bikira Maria kwa kusali rozari, kusali katena kila wakati inapotakiwa, na wala tusiwe wavivu kufanya jambo hilo, kwa sababu ni wajibu wetu wa msingi na wa pekee ambao tunaitwa kusimama nao. Na leo tutakapo rudia tena ahadi zetu, tuone sababu ya sisi wenyewe kuanza upya. Mrejeo badilika, lete mabadiliko ya ndani mapya, yasiwe yale yale ya jana. Unajua wakati mwingine utume wetu unashindwa kupasua mawimbi kwenda mbele kwa sababu tunafanya mambo kwa mazoea, kwa sababu tunasali kwa mazoea,
kwa sababu tunaabudu kwa mazoea, kwa sababu tunaketi kwa mazoea, na kwa sababu tunaishi kwa mazoea. Mambo ya imani hayapaswi kuwa ya mazoea. Ni ukweli ya imani, lakini yanapaswa kuwa mapya kila siku inayoitwa leo. Kwa hiyo hata tunaporudia ahadi zetu leo, tusirudie kwa mazoea. Kwa mwaka jana nilirudia, mwaka juzi nilirudia, lakini na leo na mwaka huu narudia kwa mazoea. Leo usirudie kwa mazoea. Leo urudie kama unaziweka upya kabisa, na kama hutazirudia kwa mazoea, huwezi kuishi katika ahadi hizo kwa mazoea, ila zitakuwa mpya. Zitendee haki, wajibu na kazi ahadi unazozirudia kwa kumleta Kristo katika mazingira ya wanadamu wote, wampokee na wamuishi. Tunaalikwa wanarejeo kuwa vyombo vya kumleta Kristo katika maisha yetu, vyombo vya kumkaribisha Mama Bikira Maria katika familia zetu, na ni vyombo vya kuleta umoja na mshikamano wa kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo tupende, tuamue kuishi kweli ahadi hizo. Tumsifu Yesu Kristo.